ya eneo la Nzibira lililoko katika tarafa la Walungu kuangukia mikononi mwa waasi wa M23 AFC. Taarifa zinaeleza kuwa Jenerali Pacifique Masunzu amekamatwa mjini Kisangani na kisha kuhamishwa hadi Kinshasa. Kwa mujibu wa chanzo cha kijeshi, Masunzu Pacifique, ambaye ni kamanda wa kanda ya ulinzi ya 3, anakabiliwa na mashitaka kadhaa mazito yanayohusiana na kuporomoka kwa usalama katika eneo analoliongoza. Kanda hiyo ya ulinzi inajumuisha mikoa kadhaa mashariki na kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwemo Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Ituri, Maniema, Chopo, Bauele na Houele. Tukio hilo limezua maswali kuhusu ufanisi wa uongozi wa kijeshi katika vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi, ambapo waasi wa M23 wameendelea kufanya mashambulizi licha ya juhudi za serikali kurejesha amani. Baada ya wimbi la kuachwa kwa ngome kwa makundi ya waasi katika maeneo mbalimbali, sehemu za operesheni Sokola ya pili Sud Kivu imepokea wapiganaji 13 waliojisalimisha. Taarifa ya kijeshi la FARDC imeeleza katika hafla iliyofanyika katika makao makuu ya operesheni Sokola ya pili Sud Kivu mjini Uvira siku ya Jumamosi. Wapiganaji hao walitokea Rugezi katika milima ya juu ya Minembwe. Walianzishwa hadharani, akisema mdogo Luteni Mbui Kalonji, msemaji wa operesheni Sokola ya pili. FARDC inasema watu waliojisalimisha walikuwa wamejiunga na makundi ya M23 AFC na washirika wao MRDP Twigwa kwa kinguvu, na hatua yao ya kujitoa inadhibitisha mateso na hali ngumu ndani ya panga la mahadui. Jenerali wa Brigade Chiviri Hamuli, kamanda wa operesheni Sokola ya pili Sud Kivu, aliwashukuru wanajeshi waliojisalimisha na kutoa wito kwa wapiganaji wengine, na wahimiza wanajeshi na wapiganaji wote walioko mikononi mwa waasi kuchukua uamuzi wa busara. Njoo mjiunge na serikali. Serikali inatoa mwelekeo wa usalama na haki za binadamu zinaheshimiwa. Taarifa za jeshi zinaonyesha kuwa mfululizo wa kujisalimisha unaashiria matatizo ya ndani ya makundi ya waasi, kuanzia ukosefu wa mlo, mvutano wa uongozi hadi upotevu wa motisha, jambo ambalo FARDC inasema litafanya wapiganaji wa waasi kuacha panga. Operesheni za FARDC zinaendelea katika maeneo ya Minembwe na Fizi kwa lengo la kurejesha utulivu, kulinda raia na kuhamasisha wapiganaji wengine kujisalimisha kwa amani. Tukio la kutisha limetokea katika kijiji cha Zale, eneo la Mahagi, takriban kilomita 200 kaskazini mwa Bunia, ambapo watu 4 wamepoteza maisha, wakiwemo wanajeshi 3 wa Uganda na mwanamke mmoja raia wa Kongo. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama, tukio hilo lilitokea baada ya mabishano makali kati ya wanajeshi hao wa UDPF kuhusu mwanamke aliyedaiwa kuwa mchumba wa mmoja wao ndani ya baa mdogo iliyokuwa karibu na uwanja wa ndege wa Zale. Inadaiwa kwamba sajenti mmoja aliyekuwa amelewa alimtuhumu afisa wake wa ngazi ya juu kuwa na mahusiano ya kimapenzi na mchumba wake. Mabishano hayo yakageuka vurugu. Sajenti huyo alifyatua risasi na kumuua meja pamoja na mlinzi wake papo hapo. Baada ya hapo, alimpiga risasi na kumuua mwanamke Muganda aliyekuwa chanzo cha mzozo huo. Muuza pombe wa Kongo alipigwa risasi kwa bahati mbaya na kufariki dunia siku iliyofuata katika hospitali ya Mahagi. Muuaji huyo alikamatwa na wenzake wa kijeshi na kusafirishwa hadi Nebi huko Uganda pamoja na miili ya wanajeshi waliouawa.